Maarifa TV, elimu na mafunzo ya Kiislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu cha mwanamke na Ramadhan katika mada ya mwanamke na ibada. Jina langu ni Fatma Ali Saleh, kuliani kwangu ni ukhti Ghania Salum na kushotoni kwangu ukhti Fauzia Khamis. Karibuni maakhawat. Ukhti wetu wote wawili wamemaliza katika fani ya sheria. Ukhti Ghania amemaliza katika chuo kimoja miongoni mwa vyuo vilivyokuwepo katika nchi ya Morocco, na ukhti Fauzia amemaliza moja ya vyuo vilivyokuwepo katika nchi ya Uturuki. Mada yetu ni mwanamke na ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama tunavyojua, mwanamke ana mambo mengi ya kufanya, lakini katika mwezi wa Ramadhani imeongezeka ibada, ambayo ibada hii katika mwezi wa Ramadhani inakuwa na ujira mara mbili ya miezi mingine. Hivyo mwanamke anatakiwa aendelee kufanya mambo yake ya nyumbani kama kawaida, kulea watoto, kupika na kufanya mambo mengine, lakini asijisahau akaacha kufanya na ibada. Kwa kuanza, tutamsikiliza ukhti wetu atuelezee nini maana ya ibada. Karibu. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asante ndugu mwenyekiti kwa kuweza kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia au kuzungumzia katika mada hii, mwanamke na ibada katika Ramadhani. Na mimi kwa upande wangu nitaanza maana ya ibada. Ibada kiujumla ni kila jambo zuri ambalo mja analifanya linaloendana sambamba katika maamrisho ya dini yake, au ni kujitolea kwake na kufanya kwa moyo wake na nia safi kabisa katika jambo fulani kwa ajili ya kutarajia ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ibada kiujumla kabisa. Na ibada ziko za aina nyingi kabisa. Kuna ibada zilizogawanyishwa za sunna na za ibada zilizokuwa za wajibu. Naam, asante sana ukhti. Tumesikia kwamba ibada ni kila jambo zuri ambalo litamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie labda vigawanyo vya ibada. Ukhti Fauzia. Asante ndugu mwenyekiti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na vigawanyo vya ibada, kwanza ibada imegawika katika vigawanyo tofauti tofauti. Kuna ibada ambazo zimegawanyika, kuna ibada ambazo zinazungumzia vitendo, kuna ibada zinazozungumzia maneno, kuna ibada zinazozungumzia mali, na pia ibada za moyo. Tukianza na ibada za moyo, ni ibada za aina gani? Ibada za moyo ni zile ibada ambazo mwanadamu anazifanya kwa kupitia ndani ya moyo wake. Mfano, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala moyoni, kumcha Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa na imani ya kile kitu ambacho unachokifanya. Hizo zote ni ibada. Na ibada za matendo ni ibada za aina gani? Ibada za matendo ni zile ibada ambazo mwanadamu anazifanya kwa kutumia vitendo. Mfano, kuswali, kuhiji, kutoa zaka na nyinginezo. Hizo ni ibada za vitendo. Na zipi ibada za maneno? Ibada za maneno ni zile ibada ambazo zinahusiana na ulimi. Mfano, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika kusoma Qur'ani na katika kuomba dua na ibada nyinginezo. Pia kuna ibada ambazo zinahusiana na mali. Ibada zinazohusiana na mali ni zile ibada zinazohusiana na kutoa. Mfano, kutoa zakatul fitri, kutoa zaka za mali, pamoja na kutoa sadaka. Hii yote ni vigawanyo vinavyohusiana na ibada.
Naam, asante sana ukhti. Tumemsikia ukhti ametuelezea vizuri vigawanyo vya ibada na tumefahamu. Sasa tunataka tuingie kwenye upande mwingine wa stara. Vipi mwanamke ajistiri kulinganisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine ambayo si ya Ramadhani? Ukhti nani? Asante sana ndugu mwenyekiti. Tukianza katika upande wa stara, vipi mwanamke ajistiri, kwanza turudi nyuma kidogo katika maana ya stara. Nini stara? Stara ni lile vazi la kisheria ambalo ima mwanamke au mwanamume anapaswa alivae na ajigeze nalo au inalo. Na kwa upande wa mwanamume, stara yake ni kuweza kufunika au kujistiri kilichopo baina ya kitovu na magoti yake mawili. Ama kwa upande wa mwanamke ni kuweza kufunika mwili wake wote isipokuwa uso na viganja viwili. Na hili limekuwa wazi kupitia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoelezwa katika surati An-Nur aya 31 inayosema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kwa maana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatujuza katika Qur'ani katika sura hii kwamba nasema kuambia wanawake waumini waweze kuinamisha macho yao chini na vile vile wahifadhi tupu zao, bimaana ni stara hiyo, na vile vile na wala wasidhihirishe mapambo yao illa ma dhahara minha, isipokuwa vile ambavyo vimedhihiri kwa wao. Na katika kauli za wanazuoni wanazungumzia kwamba vilivyodhihiri ni uso na viganja viwili. Na vile vile jambo hili limetiliwa nguvu na hadithi ya bibi Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anhu, pale ambapo alikuambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Asma, pale ambapo utakapofikia katika umri wa hedhi, basi kwako wewe haifai kuonekana hili na hili. Na wanazuoni wanatuambia kwamba hapa aliashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam uso na viganja vyake viwili. Na kwa kuendelea vile vile tutizame mipaka ya stara. Je, kuna tofauti ya stara baina ya Ramadhani na siku za kawaida? Jambo hili ni kama lifuatavyo, bimaana stara ya mwanamke ni kitu ambacho cha kudumu, kimewekwa katika sheria, hakibadiliki sawa sawa ikiwa ni Ramadhani au nje ya Ramadhani. Kinyume na hivyo, maana yake ni mtu kwenda kinyume na sheria, kama wanavyofanya wengi katika jamii zetu za leo, kwamba inakaribia Ramadhani tunakuta watu kwamba wanang'ang'aniana katika masoko na maduka mbalimbali ya majilbaba. Tunakuta wananunua mavazi mbalimbali ya stara. Mavazi yale yanaenda kuvaliwa Ramadhani tu, atavaa tarawih, atavaa kenda zake nje na hivi, atakuwa amependeza kabisa mwanamke yule, lakini itakapomaliza tu Ramadhani mavazi yale tayari yanakomewa katika makabatini na tayari yanavaa nguo ambazo si sahihi. Na kufanya jambo hilo si sahihi kabisa na haiko sawa katika sheria yetu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu jumla jamala. Maana yake usiingie nusu nusu, ukafanya hili jingine ukaliacha, ukafanya ukamcha Mwenyezi Mungu na ukamuogopa katika Ramadhani, nje ya Ramadhani ukazivua zile nguo ukasema hii miezi hii ishamaliza, kwamba ukawa wewe na wale ambao si Waislamu sawa sawa. Maana tukiangalia katika jamii yetu na tamaduni zetu za Kimzanzibari kwamba wengi tunokaa nao akiwa si Muislamu, basi ikifika Ramadhani atavaa kitu, kama alikuwa akivaa suruali Ramadhani atavaa japo kijora, kwamba kuonyesha kwamba hapa saizi anaheshimu kwa kitu fulani. Lakini si Waislamu haitakiwi kuwa hivyo, bali lile vazi letu linalostahili kuvaa liwe ni la daima na kudumu nalo, ni hivyo. Na vile vile tukiangalia katika stara, kuna stara za aina tofauti tofauti. Kuna stara katika upande wa mavazi, maana katika mavazi angalie huyu mtoto wa kike au mwanamke nguo gani ambayo anaivaa. Nguo yake bimaana ina masharti yake, sio nguo kama nguo tu, bali ina vigezo vyake. Kigezo cha kwanza kwamba isiwe inaonyesha mwili wake, vile vile isiwe yenye kumbana na kuonyesha umbile lake, vile vile isije ikafanana baina ya nguo yake na nguo ya mwanamume, kwa sababu tayari katika hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatukataza kujifananisha sisi na wanaume, pale ambapo aliposema kwamba amemlaani Mwenyezi Mungu mwanamume ambaye atakayevaa na kujifananisha kama mwanamke, na amemlaani mwanamke ambaye atakayevaa na kujifananisha kama mwanamume.
Kwa jambo hili si sahihi kwamba mwanamke akatoka akavaa zake suruali, akavaa na t-shirt au shati ya juu, labda akiwa ndani kwake, lakini nje ya hapo haifai, kwa sababu tayari ile moja kwa moja ni vazi la mwanamume. Vile vile tukiendelea katika aina mbalimbali za stara, kuna stara katika upande wa mwenendo wake na tabia yake. Ajitizame tabia gani atakuwa nayo, pia nayo inaingia katika stara. Atizame stara anapoingia katika mitandao ya kijamii. Siku hizi mitandao ya kijamii iko wazi na ina mambo mengi kabisa, lakini awe na stara na kikomo cha kile ambacho anafanya. Kimaana atizame nini na posti katika mtandao, video gani naweza kuicomment ndani yake katika mtandao na mengineyo. Naam, asante sana Ukhti Ghania. Tumemsikia Ukhti Ghania katika stara, ametuelezea namna gani mtoto wa Kiislamu au mwanamke wa Kiislamu anatakiwa ajistiri Ramadhani pamoja na miezi mingine, na tumeona kwamba hakuna tofauti ya stara baina ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine ambayo imebaki. Vile vile amezungumzia jambo la kujiposti katika mitandao. Tukiangalia sasa hivi jamii yetu, hili jambo limeenea sana. Unakuta mwanamke wa Kiislamu anajiposti katika mitandao ya kijamii na kila mtu anaona hali ya kuwa hajajistiri nywele zake, ama amevaa mavazi ambayo sio mavazi ya Kiislamu, na mwenyewe anaona raha na anafurahi kwa jambo lile, kwa sababu tu ataambiwa umependeza, umevaa vizuri. Hii haifai na tujitahidi tuache. Tukiendelea mbele, Ukhti Fauzia, tunataka kujua vipi mwanamke wa Kiislamu anaweza kushindana na mwanamume katika ibada katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asante sana ndugu mwenyekiti, asante sana ndugu mwenyekiti kwa swali lako zuri. Vipi mwanamke anaweza kushindana na mwanamume katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Kwanza tuone Uislamu umeweka usawa baina ya mwanamume na mwanamke katika kufanya ibada. Zipo hali ambazo zinatokea tu mwanamke anakuwa hawezi kufanya ibada, lakini ibada imeshushwa kwa wote, wanaume pamoja na wanawake. Kuna usawa katika kufanya kwa ibada, na hili tunaliona katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, man amila salihan min dhakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nini tafsiri ya maneno haya? Maana yake, yoyote atakayefanya mema, awe mwanamume au mwanamke, hali ya kuwa ni muumini, hakika tutamuhisha, yani tutampa maisha yaliyokuwa mazuri na tutamlipa ujira uliokuwa bora zaidi kwa yale aliyoyatenda. Kwa hiyo ibada hapa aya hii inatuonyesha kuwa mwanamume na mwanamke sote tupo pamoja katika kufanya ibada, sote tuko sawa katika kufanya ibada. Na pia katika kauli yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaye anayosema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutarajia malipo kutoka kwa Allah, basi atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na hii kauli hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha kuwa sote wanaume na wanawake tuna daraja moja katika kufanya ibada. Kuna usawa katika kufanya ibada, hakuna kushindana, kuna usawa katika kufanya ibada. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa wanawake tujipinde zaidi au tujiengeze zaidi katika kufanya ibada. Mwanamke kwanza peke yake tu kukaa nyumbani akaandaa futari, kwanza peke yake kukaa nyumbani akamwandaa mtoto kwa ajili ya kwenda skuli au kwa ajili ya kwenda madrasa, akamwandaa mume kwa ajili ya kutoka kwenda kazini, pia akarudi kwa ajili ya kuandaa futari, yote ni ibada. Na katika kufanya vile hutakiwi, manake Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake ametupa uwezo mkubwa ambao tunaweza kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo katika kufanya vile usifanye tu hali ya kuwa mdomo wako umeufumba. Fanya vile huku naleta adhkari nyingine, fanya vile huku namswalia Mtume, fanya vile huku nasoma Qur'ani. Kwa hiyo wanawake tunatakiwa tujipange katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kusoma Qur'ani. Wewe sio umeamka tokea asubuhi unashughulika na futari, maana wanawake mwezi huu tunapika sana, mashaallah. Mtu inawezekana kwa siku moja akapika futari zinafika 5 mpaka 6. Ukimuuliza kwa nini, mwezi wa kula huu, kila kitu unatamani. Kwa hiyo
tujiepushe sana na kutamani, tujipendelee sana katika kufanya ibada. Wewe panga muda wako kuanzia asubuhi saa 4 mpaka saa 7 nimemaliza kupika iftari. Baada ya swala ya dhuhuri wewe unaanza kusoma Qur'ani, unaleta adhkari, unamswalia na Mtume, unafanya na mambo mengine. Muda mrefu usiutumie katika kufanya ibada, bali muda mrefu utumie katika kufanya mambo yaliokuwa mema. Na kufanya hivyo huenda ukamshinda mwanamume, kwa sababu mwanamume pengine wakati ule yeye yuko ofisini anafanya kazi zake, wewe unaendelea kusoma Qur'ani, unaendelea kufanya ibada nyingine. Kwa hiyo wanawake wenzangu, na nasihi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuendelee au tujipinde katika kufanya ibada. Wanaume hawezi kutushinda katika hili. Asante sana Ukhti Fauzia. Ameelezea ukhti kwamba mwanamke ana nafasi kubwa ya kumshinda mwanamume katika kufanya ibada, na ni kweli. Ukiangalia sasa hivi ukimkuta mwanamke amekaa ndani kwake, mara kwa kipindi hichi cha Ramadhani utamkuta mwanamke amekaa hana kazi yoyote ile anayoifanya, anasubiri muda wa saa 8 saa 9 aanze kuingia jikoni. Ukimuuliza mbona husome Qur'ani, mimi kazi yangu kupika tu. Hii haifai. Unatakiwa mwanamke ujipangie muda wa kusoma Qur'ani. Mtu utamsikia mimi nachoka, nafanyaje, lakini kumbe asubuhi ile, mfano ukiwa unajipangia mtu baada ya swala ya alfajiri ile ukawa unasoma kurasa 2 za Qur'ani, baada ya dhuhuri ukasoma kurasa 2, baada ya asri, maghrib na isha, utakuwa kwa siku umemaliza juzuu moja. Hata ukimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na wewe una juzuu 30, huna sababu ya kuwa usisome Qur'ani au usilete adhkari kisa ni Ramadhani, kisa una mambo mengi ya kufanya. Wanawake wenzangu, wanawake wa Kiislamu, tujikite katika hili na tujitahidi kufanya ibada. Ufanye mwezi mtukufu wa Ramadhani kama ni siku za kupika tu na kufanya mambo mengine ya ndani, tukasahau ibada. Kwa kuendelea, Ukhti Ghania, sasa hivi katika jamii yetu kuna jambo ambalo limekosekana, jambo la haya. Unawashauri nini wanawake wa Kiislamu katika jambo hili la kuona haya? Asante sana. Na kiukweli na uwazi kabisa, kutokana na mazingira tuliyojenga wenyewe, maana yake sio dunia kubadilika, dunia iko vile vile tangu zamani na bibi zetu, bali sio wenyewe kutokana na matendo yetu na mambo yetu na kufuata mitandaoni imetusababishia kubadilisha mwenendo wa maisha yetu. Kweli swala la haya limekuwa ni kitu ambacho ni adimu kabisa, na kumhesabu mtu kati ya watu 10 tunapata 3 au 5. Na hili kwanza tuanzie katika hadithi mbalimbali za Mtume SAW ilipoelekeza hadithi hizi na kuweka wazi kabisa umuhimu wa jambo hili la haya. Kwanza Mtume SAW anatuambia alhayau minal iman, haya ni katika imani, kwamba mtu akiwa na haya basi yeye ataingia katika kitu gani? Moyo wake utakuwa na imani kabisa, kwa sababu tayari kwa vile na haya atachunga mazungumzo yake na atachunga kila mwenendo wake ambao anaenda nao. Vile vile Mtume SAW ametuambia katika hadithi yake nyingine, alhayau la yati illa bikhair, haya haiji isipokuwa katika khair. Katika mambo ya khairi itakuja tu haya, maana yake itakuwepo, na katika mambo yasiyokuwa ya khairi, bi maana mambo ya shari, haya itakuwa mbali. Mfano tu kwamba mtu ambaye tayari ameingiza kilevi katika kichwa chake, amelewa, huyu ana uwezo wa kufanya mambo anayotaka yeye, maana yake yasiyoingia akilini, kwa sababu tayari akili yake haipo pale na amekosa haya. Ana uwezo wa kuvua nguo, ana uwezo wa kutukana na kusema maneno mbalimbali. Kwa sababu gani? Tayari haya haipo. Turudi katika vijana wetu wa leo, nini tunawaasa na nini tuambie? Kwanza, kitu cha kuzingatia kabisa, ndugu wanawake wenzangu, haya ni kitu ambacho kinamwongelea thamani mwanamke, kinamzidishia thamani yake na daraja aliyokuwa nayo. Kivipi? Mwanamke pale ambapo anapokuwa na haya, basi atachunga kitu gani mimi nivae mbele ya mzazi wangu, kitu gani nivae ninapotoka nje, maana yake aliongeze ile thamani yake aliyokuwa nayo. Atachunga mambo gani nizungumze mbele ya huyu ni mwalimu wangu au huyu ni mkubwa wangu, tayari thamani ya utu wake au ujanajike wake inaongezeka. Vile vile kitu cha kuzingatia, mwanamke aweze kuwa na haya katika kuheshimu mwili wake na utu wake, kwa sababu mwanamke anapokuwa na haya hawezi kuzivua nguo mbele ya watu ambao hawastahiki, hawezi kuweka kichwa chake wazi au mwili wake wazi au kutukana na kuzungumza maneno mabaya, kwa sababu tayari ana nini? Haya imemzidi zaidi katika imani yake. Vile vile tukigusia katika hii mambo ya kileo ya mitandao ya kijamii,
mwanamke anapokosa haya au vijana wanapokosa haya, wanaweza kutupa kila kitu tu wanachokiona wao kwamba nilikodi ninafanya hivi, nilikodi ninafanya kile, au nirushe niingie nifanye hichi na mie. Kwa sababu gani? Hana haya. Lakini laiti kama atazingatia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuigeza maisha yetu na mwenendo wetu katika kuwa na haya kabisa, basi ataacha na atachuja kitu gani nifanye katika mtandao, bali ataitumia mitandao katika kujifunza na kuelimisha wengine. Na vile vile katika jambo jingine, turudi kwa wazazi, kwa sababu tumesema vijana wale wamebadilika, lakini vijana hawa hawawi tu vijana, bali wana wazazi wao nyumbani. Wazazi basi tuesie ni mstari wa mbele kabisa na namba moja katika kuwaongoza watoto wetu katika kuwa na haya. Jambo hili la haya tuwaongoze na tuwalee na tuwapike hasa watoto wetu wanalo. Kivipi tutawapika? Tangu yuko mdogo nyumbani katika mazingira labda anakaa baba mama na mtoto, basi amjenge mtoto wake kuwa na haya kwa baba yake, kuwa na haya kufanya mambo mbele ya mama yake. Tayari pale ndani akianza kuzoea vile vitu na nje atakuwa na haya, maana yake atakuwa nayo ile kitu. Bimaana mzazi asijakakaa baina ya mwanamke na mwanamume wakaweza kuzungumza mambo ya kuzungumza chumbani, wakazungumza ukumbini mbele ya mtoto, tayari kitu kile kitamtoa haya mtoto, na wao wenyewe tayari wamejitoa katika jambo hilo. Ni hivyo. Asante sana Ukhti, asante. Tumemsikia Ukhti Ghaniye ameongea vizuri katika swala la haya, na hapo kuchangia tu kidogo, tuangalie siku hizi maisha yetu yanavyokwenda. Unamkuta mtoto wa kike anatoka na nguo za kulalia mbele ya baba yake. Ukiangalia nguo zenyewe za kulalia zilivyokuwa hazina stara sasa hivi, sio kama ndio atakuwa amevaa kijora labda au amevaa shungi na buibui ndio anaenda kulala. Hapana, nguo zinaonesha, tena zinaonesha sana, na anatoka mbele ya baba yake. Ukimuuliza anakwambia huyu baba yangu, huyu kaka yangu. Vile haitakiwi, kwa sababu sasa hivi pia kuna mambo ya udhalilishaji ambayo hata mtu baba yake na kaka yake anaweza akamfanyia. Kwa hiyo ili kujiepusha na mambo haya, ili kujiweka mbali na mambo haya, basi mwanamke wa Kiislamu unatakiwa ujistiri unapokuwa mbele ya wazazi wako. Ujistiri kwa kujistiri ambako unajistiri mbele ya dada yako, basi ndio vile vile ujistiri unapokuwa mbele ya baba yako na mbele ya kaka yako. Unaweza kusema baba yako anaweza kuona nywele, ni kawaida, lakini sio kwamba umevaa nguo hapa pote panaonesha ndio unatoka mbele ya baba yako. Vile tujitahidi tusiwe vile. Kwa kuendelea, Ukhti Fauzia, tunataka kujua, je, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inafaa kwa mwanamke kujipamba kwa manukato ama kujitia wanja ama kuvaa nguo nzuri mchana wa Ramadhani ikiwa ndani ya nyumba yake? Asante ndugu mwenyekiti. Kwanza kiujumla, mwanamke kujipamba kiujumla tu kabla ya mwezi wa Ramadhani, kujipamba tu mwanamke akiwa ndani ya nyumba yake ni jambo lililokuwa zuri, ni jambo linalofaa, kwa sababu mwanamke anatakiwa ajipambe akiwa ndani ya nyumba yake, sio nje ya nyumba yake. Kwa sababu kuna sasa hivi dunia, tuseme dunia imebadilika, sio wenyewe ndio tuliobadilika. Wanawake wengi tunatoka hali ya kuwa tunadhihirisha mapambo yetu. Tunadhihirisha mapambo yetu. Mtu anatoka nyumbani kwake uso wote kauchafua. Wanja, kajitia lipstick, sijui sasa hivi tunaambiwa kuna jixam, sijui kuna nini. Yaani kufupi uso wote mtu kauchafua. Hali ya kuwa mwanamke huyo nyumbani hawezi kujipamba. Anaweza akatoka njiani akakutana na mumewe, mume asimtambue kama yule nani, kama yule ni mke, kwa sababu kile kitu hakifanya akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo wanawake tunatakiwa tujipambe tukiwa ndani ya nyumba zetu na tukiwa na waume zetu. Saa nyingine mwanamke anajipamba, okay, ndani anajipamba, lakini sasa mule ndani anajipamba, baada ya muda mfupi wanaingia wanaume ambao walikuwa hawaruhusiwi kufanya nini, kumuona yeye. Kwa hiyo mwanamke ile haitakiwi. Wewe tafuta muda ambao mume wangu anarudi kazini kuanzia saa 11 mpaka saa 12. Basi muda huu mwanamke jifanye nini, jipambe kwa ajili ya mumeo. Tukiendelea na mwanamke anatakiwa ajipambe katika mchana wa Ramadhani. Mwanamke kujipamba katika mchana wa Ramadhani ni makruh, kwa sababu kujipamba kwako, kujitia manukato, kujipamba kwako, kujitia wanja, kujipamba kwako na kujitia vikoromozo vingine usoni vitapelekea mwanamume kuweza kukutamani. Kwa hiyo mwanamke ni makruh kujipamba katika mchana wa Ramadhani.
Ikiwa utajipamba basi jitahidi yule mwanamume awe haibu. Wewe yani inatokezea wanawake unatamani kufanya kitu fulani, tunazo tabia hizo. Sasa hivi nimetamani kutia wanja, kwa hiyo umetamani kutia wanja, msubiri mumeo kwanza atoke, tia wanja. Ukishamaliza kutia wanja, ukisikia hodi futa ili asiweze kuiona, mkaja mkaingia katika mambo yalikuwa hayafai katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwanamke kujipamba ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani ni makruhu, lakini baada ya adhana ikishaaziniwa tu baada ya kunywa maji au kabla hujanywa maji, katafute wanja ajipambe kwa ajili ya mumeo. Mumeo akirudi msikitini akukute tayari umefanya nini, umejipamba. Lakini mchana wa Ramadhani punguza hilo, usije ukafanya mkapelekea kuharibu somo. Na pia mwanamke unatakiwa, haifai mwanamke kujipamba ukatoka nje. Tunaona sasa hivi katika jamii yetu wanawake wengi tunajipamba tunatoka nje. Hii hairuhusiwi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi yake, mwanamke yeyote atakayejipamba halafu akatoka nje, ule yale mapambo yake yakadhihirika kwa wanaume, yakaonekana kwa wanaume, basi mwanamke huyu atakuwa ni kama amefanya kitendo cha uzinifu. Kitendo cha uzinifu hapa kinachokusudiwa sio kama ni kile kitendo cha kufanya jima'i, hapana. Yule mwanamume akakuona tu akakutamani, tayari umeshafanya nini, umeshazini. Sasa hivi kuna siku nimesikia kitu ndani ya gari, wanaelezea mwanamume anasema, konda yeye anasema, mie leo kuna mdada kaingia ndani ya gari, bado kidogo tu nisimdai nauli. Kwa sababu gani? Kajipamba mpaka kapitiliza. Tena na yule inaonyesha ni mke wa mtu. Kwa hiyo wanawake tujitahidi, tusijipambe tukitoka nje, tusijipambe tukiingia ndani ya magari. Kujipamba kwetu ni kujipamba ndani tukiwa na waume zetu, sio tunajipamba tukitoka nje. Hilo halifai. Asante sana ukhti. Hapa kidogo nitaomba kuchangia mada na nitatoka kidogo, nitawazungumzia wanaume. Unakuta katika jambo hili kuna baadhi ya wakati mwanamke anajipamba kwa ajili ya mume wake, anatoka zake anakwenda kuchora, anarudi zake ndani, anaandaa mazingira, anaweka sawa kila kitu ili tu akija mumewe amsifie ama amwambie maneno mazuri, mke wangu umependeza, mke wangu leo uko vizuri. Lakini unakuta mwanamume anarudi ndani, hata neno la umependeza linamshinda, na ndio siku ambayo atarudi akalale kitandani, aseme kachoka, apumziki, hataki kuambua kitu. Kwa hiyo hii kuna baadhi ya wakati inamchukua mwanamke yule kukasirika, na ukiangalia mwanamke ana tabia ya kupenda kusifiwa. Hivyo sasa mwanamke yule unapokosa kumsifia kwa muda ule, hasira zinavyomchukua anajua mwenyewe. Mwingine ndio anatoka muda ule, pengine asitoke kwa muda ule, lakini siku ya pili aazimie hasa, mie nimechora, hajanambia nimependeza, basi leo nataka nitoke, hizi gloves nitaziweka huko ndani na huuso nitautia gypsum na kila kitu, nitatoka huko nje. Najua nikitoka nje mie sikosi wa kunisifia. Kwa hiyo wanaume, tunaomba wanawake wanapojipamba kwa ajili yenu majumbani, tuwasifie, tuambie maneno mazuri. Mwanamke anapenda kusikia yale mambo, anapenda kusikia zile sifa kutoka kwako, hataki kuzisikia zile kutoka nje. Na sisi wanawake, hata kama ni mwanamume hajakusifia, tusifikie huko, tujitahidi kwamba tukae nayo moyoni, lakini tusifike nje tukasema labda sijasifiwa na mume wangu, nitaenda huko nje nikasifiwe. Hii haifai pia. Kwa hiyo tuishie hapo kwenye hilo. Tunaendelea na Ukhti Ghania. Ramadhani ni mwezi wa ibada na tauba. Vipi mtu anatakiwa afanye tauba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ili saumu yake iwe makbuli? Asante sana ndugu mwenyekiti, lakini naweza nikakuomba dakika kwa kurudi nyuma kidogo katika mada yetu nzuri ambayo tulikuwa nayo, na mimi niongeze kitu katika hapo. Tulipoizungumzia mada ya kujipamba na mada ya haya, ni vitu ambavyo tayari viligusana. Hapa tunajifunza kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipotuambia, inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit, kwamba ikiwa huna haya basi fanya utakavyo. Tunarudi pale pale, ikiwa mwanamke huyu hatokuwa na haya basi atajipamba, atafanya anachotaka, atatoka nje. Lakini akirudi kwamba asiwafate kama hawa wanaofanya nje, atabaki katika msimamo wake. Tukirudi katika swali letu moja kwa moja, tuendelee kwamba umeniuliza kwamba
Vipi mtu atafanya tauba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tauba yake ikubaliwe? Vipi mtu atafanya tauba? Kwanza turudi, nini tauba? Nini toba? Tauba au toba ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kwamba mtu tayari ameshakosea. Hiyo ndio toba. Na tukizungumzia tauba, kihukumu yake ni wajibu kwa kila mtu, na si wajibu kwa kila aliyekosea, bali wajibu kwa kila mtu. Na kwa nini iwe wajibu kwa kila mtu? Hii imetufunza kutokana na Mtume sallam kwamba yeye tunamjua sifa yake ni al-Ma'sum. Mtume ni mbora kati ya viumbe wote kabisa, lakini yeye huyo ambaye ni maasum alikuwa anaongoza kabisa katika umri wake wote kwamba haimpiti siku isipokuwa anafanya maghfira zaidi ya mara 70. Sasa tujifananishe vipi baina ya sie na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa hakosei na hana makosa bali anafanya tauba kwa Mola wake zaidi ya mara 70? Vipi sie ambao tunakaa vibaya na majirani zetu, tunajibana vibaya na waume zetu, vipi tusifanye tauba? Kwa hiyo tauba ni jambo la wajibu kwa kila binadamu, kwa kila mtu. Naam, tukiingia moja kwa moja tuikubali au tuifuate kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyotwambia, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tunachokitafuta kuweza kufaulu katika maisha yetu ni kutafuta kufanikiwa katika maisha yetu ya dunia na akhira. Kwa hiyo tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wote, kwa masaa yetu yote. Hatujui kuna mambo gani tumeyafanya mengine ambayo bila si wenyewe kujua kwamba tayari tumekosea. Kwa hiyo turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tulete istighfari kwa wiki na tutubie tauba iliyokuwa ya kweli kabisa. Kuna aya ya Allah subhanahu wa ta'ala nyingine inatuambia, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tuitafute taubatan nasuha ni ipi kabisa iliyokusudiwa hapa. Taubatan nasuha, toba iliyokuwa sahihi kabisa ni ile ambayo imetimiza vigezo na masharti. Kwa hiyo kwanza, kumbe tunakuta hii tauba yenyewe imegawanyishwa katika makundi mawili. Kwanza, tauba ambayo imetokana na mtu amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna aina yake ya tauba, na kuna aina ya pili ambayo ni tauba ya mtu amefanya maasi baina yake na binadamu mwenzake. Kwa hiyo pia kuna vigezo vyake na masharti yake. Tukianza na aina ya kwanza ambayo huyu binadamu ameweza kumkosea, amemfanyia maasi ya Mwenyezi Mungu, kuna masharti matatu. Katika kuyafanya masharti hayo atakapoyafanya, basi tauba yake itakuwa ni sahihi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza kabisa, sharti la kwanza ni kuacha kosa lake au dhambi lake halan, papo hapo, kwamba tayari alikuwa anaingia katika mambo ya riba, katika akaunti yake inaingia inasoma pesa ambazo sio zake za kudhulumu. Basi muda ambao anakusudia kwamba sasa hivi nataka nitubie, muda huo astopishe pesa zile zisiweze kuingia. Sio kwamba huko anamlilia Allah, anamnyenyekea na kumlilia usiku, ikisha akaunti bado inasoma zinaingia pesa ambazo sizo. Na hiyo tumetaja mfano mmoja, lakini kuna makosa mengi ambayo ukiyafanya, ikiwa unarudi kwa Allah, basi rudi kikweli, nistopishe lile jambo lile, muda huo lisimamishi. Sharti la pili ni kuweza kujuta kulifanya kitu kile, kukijutia. Na katika kujuta hapa maana yake ni kuacha kuweza kuyahadithia kwa watu, kwa sababu hata Allah ametukataza mwenye kufanya dhambi hali ya kuwa anacheka atafuliwa katika moto akhira, hali ya kuwa anafanyaje, analia. Kwa hiyo pale ambapo tunapofanya jambo letu likiwa kwamba si sahihi, tusikubali kabisa kusikia mtu mwingine. Ikiwa mtu ameteleza, bakia hilo baina yako na baina ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na uweze kujutia, kwa nini mimi nilitangulia na nikateleza nikafanya jambo hili. Sharti la tatu, kuazimia na kutia nia kabisa katika moyo wake kwamba jambo lile hatolifanya milele kabisa. Hii na hapo, kabla hatujaingia katika ile aina ya pili ya tauba, tunarudi kwamba kuna watu watajiuliza kwamba mimi kila siku nafanya makosa, kwamba labda kuna wengine ambao sio wenye kusimamisha swala 5, ataswali leo 2, kesho kutwa ataswali 1 nyingine, yani anarukaruka, na kila akifanya tauba anaona bado, anasema mimi kila siku nitakuwa tunamlilia Allah, Mwenyezi Mungu itakuwa tayari ashamtoa mimi katika maghfira yake, haniangalii tena katika rehema yake. Usiwe hivyo, kwa sababu tayari Allah ametuambia, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tusijiache na tukajikatisha tamaa katika rehema ya Allah. Allah anasamehe makosa yote, hali ya kuwa umeyafanya mengi na unaendelea kuyafanya, na sikupinjia kwamba uendelee kufanya, hapana,
bali kwamba hayo ambayo umeyafanya bado Allah ana rehma na kuweza kukusamehe kwa makosa yako. Kwa hiyo tusichoke na kurudi nyuma katika kuomba tauba na maghfira. Na vile vile tukiingia katika grupu la pili ambayo ni tauba, mtu kuomba msamaha baina yake na baina ya mja mwenzake. Vipi ataomba msamaha? Hapa pia kuna masharti manne. Ni masharti matatu tuliyotanguliza, ambayo la kwanza ni kuacha kosa lile hala, la pili kujuta kulifanya kosa lile, na la tatu kuazimia kuliacha moja kwa moja milele. Lakini sharti la nne linaloongezeka hapa ni kwamba arejeshe haki panapostahili, kwa sababu hapa tayari kumeingia na mtu wa ziada. Kule ilikuwa ni baina yake na baina ya Allah, huku tayari kumeongezeka na binadamu. Kwa hiyo kama alikuwa kamdhulumu, arejeshe kinachostahiki panapotakiwa, na ikiwa kwamba labda akamwibia au kafanya kitu lolote, kamsema, kamsengenya, muda wa kwamba mtu yule aliyomfanyia kosa yuko hai, asione aibu. Ndio tunatumia ile kwamba asijitie haya katika jambo kama hili, arudi aweze kumtaka maghfira, amtake msamaha, amuombe msamaha, na huenda kwa uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu atamtia wepesi na atamsamehe. Ni hivyo. Asante sana ukhti, umetuelezea vizuri, tumefaidika. Kwa kuongezea kidogo, kuna kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kullu ibn adama khata'un wa ghayru al-khata'ina at-tawwab, kwamba kila binadamu ni mwenye kufanya makosa, lakini mbora zaidi wa anayekosea ni yule anayeomba msamaha. Kwa hiyo tusiache kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atatusamehe, kwa vile katika Qur'ani ametuambia inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hasamehe tu unapomshirikisha, lakini makosa mengine anayasamehe kwa anayemtaka. Hivyo na wanasihi Waislamu wenzangu pamoja na nafsi yangu, tusiache kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huwezi ukasema kwamba mimi sikosei tena, kuanzia leo mimi ndo mwisho, sikosei tena. Haiwezekani, kwa vile ni binadamu, ni utakosea tu. Kwa hiyo tujitahidi kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na tutarajie kusamehewa. Naam, kwa kuendelea, ukhti Fauzia, tuna swali hapa, tunataka kujua, je, inafaa kwa mwanamke wa Kiislamu ikiwa yuko katika siku zake, yani ibada gani ambayo anaweza akaifanya ukiacha kusoma Qur'ani na kusali? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama tunavyojua, wanawake kuna hali za kimaumbile ambazo tuko nazo. Allah subhanahu wa ta'ala ametumba kutokana na hali hizo. Mfano, mwanamke inafika kipindi anaingia katika ada zake ya mwezi. Pia kuna kipindi mwanamke anaweza akajifungua. Ukishakuwa katika hali hizo, mwanamke hutakiwi kusoma Qur'ani wala hutakiwi kuswali. Ni haramu kufanya hivyo, na utakapofanya hivyo basi hupati ujira wote ambao utakuwa unaupata. Lakini wewe umeingia katika ada yako, uko umejifungua, basi kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye, kama kuleta istighfar. Wanawake kwa sababu tuna wingi wa kufanya makosa, kwa hiyo jitahidi katika zile siku ambazo ulizokuwa hufungi wala huswali, jitahidi kuleta istighfar kwa sana, kuomba dua kwa sana, kuleta dhikri kwa sana, na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sana. Pia jitahidi wewe mwanamke ambao umeingia upo katika ada yako ya mwezi, jitahidi kusikiliza mawaidha. Wakati mwingine wanawake unajisahau kama upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unasikiliza vile vitu ambavyo vilivyokuwa havifai. Tuache wanawake, tusikilize mawaidha mbalimbali, tusikilize visa vya wanawake. Tuna visa wanawake, kuna enzi za zamani, mfano Bibi Khadija, Bibi Aisha, kuna visa vyao vingi na vina maana na tunapata faida kutokana na visa hivyo. Basi wewe jitahidi katika huu mwezi, katika zile siku ambazo huwezi kuswali wala huwezi kufunga, jitahidi wewe unapenda kusikiliza, ili upate ibra, upate maarifa, upate vitu ambavyo vya kuweza kukusaidia kukuongoza katika maisha yako. Asante sana Ukhti Fauzia. Ametueleza Ukhti Fauzia kwamba kuna mambo mengine ambayo mwanamke anaweza kuyafanya akiwa katika ada yake. Vile vile, kwa kuongezea, wanawake tunatakiwa tuache ile tabia ya kuingia TikTok, hasa Ramadhani. Ukiangalia TikTok zetu zote hazina maana, hamna hata Qur'ani unayosikiliza kwenye TikTok. Mtu unamkuta kakaa hivi kazubaa kabisa masaa mawili
anasikiliza TikTok. Kwa sababu gani? Eti mie si swali, mie sina funga leo. Kuna mambo chungu nzima aliyotaja ukhti, haya ni muhimu na ana faida na yatatupatia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi tujikite nayo na tujiepushe na mambo ya kumwasi Allah na kuangalia mambo ambayo hayafai kuangalia, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiendelea mbele, tunataka kujua kuhusiana na swala zima la tarawehi, tukijua kwamba ibada hii haipatikani isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu na ni baada ya sala ya Isha. Vipi mwanamke inafaa kwake yeye kusali sala hii ya tarawehe, na ikiwa inafaa atatakiwa aisali nyumbani kwake ama aisali msikitini kama wanaume? Naam. Asante sana, shukrani ndugu mwenyekiti. Tukiangalia upande wa ibada ya tarawehi, kama ulivyosema, hii ni zawadi maalum kwa ajili ya mwezi maalum wa Ramadhani ambao una kitabu maalum ni Qur'an. Kwa hiyo huu ni mwezi maalum na vitu vyote ni maalum. Na ibada hii ya tarawehi, kwanza asili yake, hukumu yake sio wajibu. Ni ibada ambayo ni sunna, lakini ni sunnatul muakkada, iliyotiwa nguvu kabisa na wengi, iliyotiwa mkazo kabisa kwamba hii itekelezwe katika mwezi huu, na imetiliwa nguvu kutokana na umuhimu wa ibada hii. Na vile vile ibada hii ya sala ya tarawehe, kwamba kwa mwanamume inastahili kuswaliwa msikitini kama ilivyokuwa ibada yake nyingine ya kuswali msikitini za wajib na za sunna zote, lakini pia vile vile kwa mwanamke ibada hii inastahiki kuswaliwa nyumbani. Inafaa kuswaliwa nyumbani kama ibada zake za wajib anaposwali swala tano, bali kuswali nyumbani ni aula zaidi kuliko tunavyoona vile tukakusanya na vikundi tukaenda katika msikitini. Kule nyumbani, japo mitaani saizi ukiwa unaswali nyumbani unakuwa jirani haswali tarawehe, kwa kuwa hawajakuona na wewe umekaa matibabu katika grupu mkaongozana, na anakuwa haswali yule ukti mzima haswali tarawehe kwa kuwa hawajakuona katika msafara. Lakini turudi nyuma kwamba sisi ni wanawake, miili yetu ni stara, tunatakiwa kila sehemu katika mizunguko yetu tufanye stara. Ikiwa nyumbani hutoweza kuswali peke yako, kwamba utaona uvivu, utaswali raka moja tu utasinzia, au labda muda huo utatafuta madishi ya tambi ukoshe, basi tayari nawe jiunge na wenzako. Ikiwa kwamba kule mnapoenda stara hivyo, si kuswali uwanjani tena unawapita njia, kuna mabodaboda tena na wewe unaswali tarawih, hapana. Kwa sababu jambo hili asili yake sio wajibu, ni sunna. Kwa hiyo sunna isikupelekee wewe ikakutia katika jahannam. Kwa hiyo mwanamke kuswali uwanjani kwake sio bora na sio sahihi kwanza, bali kuswali nyumbani kama sheria na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuongoza kwamba mwanamke aswali nyumbani kutokana na ubora wa stara. Naam, na kutokana na ile stara atakayokuwa nayo, kwa sababu nje huenda kwamba stara ikakosekana kwake. Kwa hiyo kuswali ndani tena ni raka 20, ile hiyo idadi ambayo imekubaliwa na wengi kati ya maulama na wanazuoni kwamba raka 20, na ataswali nyumbani kidogo dogo, na kila raka 2 atapumzika muda kwamba hata uwezo kwamba atakunywa maji na uwezo wa kufanya hivyo, anaweza kuleta ile adhkari ya Ramadhani na ashhadu an la ilaha illa akhir na mengineyo, kisha akaendelea na swala yake. Haina lazima kwamba lazima ikifika saa 2 dakika 5 mpaka saa 3 imemaliza, haina muda maalum kama hivyo, bali muda wake inaanzia baada tu ya kumaliza swala ya Isha mpaka kabla ya swala ya alfajiri, kwamba ina muda mrefu. Isije ikasema kwamba wewe ulipumzika kidogo saa 6 ikafika ukasema leo swali tarawih kwa sababu saa 2 ishaondoka ishamaliza. Hapana, bali muda wake unasogea mpaka kabla ya swala ya alfajiri. Naam, asante sana ukti kwa maelezo yako mazuri. Tunaona sana majumbani kipindi hichi cha Ramadhani, watoto wa kike wa Kiislamu ndani ya majumba yao wanapomaliza kusalihisha, na wengine hata hiyo isha wanaiweka baadaye, mtu anakimbilia kutizama TV. Kuna channel chungu nzima siku hizi, yani mtoto yeyote unayemuona wa kike akimaliza kufutari anaharakia TV, na hili si jambo zuri. Ndugu Waislamu, mama zetu majumbani, mtahili kuhimiza watu wenzetu wa kike, mtu anapomaliza kusali sala ya Isha ama anapomaliza kufutari, ule si muda wa kuangalia TV, ule ni muda wa kusali sala ya tarawehe kama alivyozungumza ukhti. Na pia kama alivyozungumza ukhti, sala ile bora zaidi isaliwe nyumbani, na hasa ikiwa kuna vishawishi njiani. Sasa hivi wanawake wengine ama watoto wengine wa kike wanachukuzana group, na grupu lile sio wote wanaokwenda tarawehi, wengine wanachukua chansi ile kwa ajili ya kufanya mambo ambayo sio mazuri.
na hii haitakiwi. Wazazi tunatakiwa tufuatilie, hata kama msikiti upo jirani, sema msikiti upo jirani tu hapo, mwanangu mimi anafika. Hapana, kuna wengine hawafiki, wanachukuzana kumi, wale watatu tu pengine ndio wanakwenda kusali, wengine wanakwenda na safari zao. Baadaye mkutano ikifika saa 3:30 imamu ashamaliza, wanakutana na rudi nyumbani, unatokezea mambo mengine ambayo wazazi hamkuyatarajia majumbani. Kwa hiyo tujitahidi pia kutoa ruhusa za kwenda kusali tarawehi kwa watoto wa kike. Tuangalie pia ile, tufuatilie kwamba mtoto kweli kafika msikitini, mtoto kweli anakwenda, fulani anayefuatana naye ni rafiki ni rafiki mzuri, sio rafiki ambaye ni mbaya. Pia haya wazazi tuyafuatilie na tujue, ili tuepukane na mengi. Na ikiwa unaona kwamba hao marafiki mashoga ambao wanafuatana nao siwo, basi vizuri, mwambie swali nyumbani. Hataki kusali, mimi si swali, sawa, kwa sababu ile sio wajibu, ni sunna. Basi bora asisali kuliko ambacho atakwenda kukutana nacho nje, ambacho kitaleta madhara kwako wewe mzazi pengine, na kwa mtoto pengine madhara ambayo yatachukua muda mrefu kama maradhi au kitu chochote kile. Wallah, na Mwenyezi Mungu atunusuru na haya. Tukiendelea mbele, ndugu watazamaji, tupo katika mada ambayo inasema mwanamke na ibada. Hivyo sasa tunataka tutoe swali uwanjani. Vipi mwanamke atajikita na ibada katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Maana tunasi hapo. Tutoe nasaha zetu kwa jamii ili tupate faida sote yani. Asante. Labda nianze kwa upande wangu. Kitu gani afanye mwanamke katika ibada yake katika Ramadhani? Tumetaja mambo mengi na yako mengi kabisa ambayo tumeacha. Ibada ya mwanamke kama tulivyosema inazunguka tangu anaamka mpaka anaenda kulala. Kitu cha kwanza cha kuzingatia kwamba atizame nia yake. Tunarudi innamal a'mal binniyat. Nia yake aitie kwamba kila anachofanya tangu anaamka na kitandika kitanda afanye kwamba ile ni ibada, nafanya hivi kwa ajili ya Allah na kuhitaji radhi zake. Anatoka naenda kuosha vyombo, tayari ibada tayari kwanza pale inaanza kwanza. Kwamba sio kwamba ibada tu kwamba tayari aende akatafute mswala atie huko ndio tuzingatie ibada. Hapana, ibada ni mzunguko wake wote ambao wanazunguka mwanamke au inazunguka mtu katika maisha yake, katika hali yake yote. Kwa hiyo unataka kusema kwamba mfano mwanamke ameamka asubuhi, hajaeka nia, akawa anafanya tu, anapika, anaswali, anasoma Qur'ani, pengine kwa siku anasoma juzuu 5, 10, anamaliza, lakini hajaeka nia, anafanya tu kwa sababu ndio Ramadhani imeingia, mimi lazima nisome Qur'ani, lazima nipike, ndio anafanya. Kwa mwanamke yule hatopata chochote labda katika thawabu, ama hatujengezea chochote katika ujira. Asante. Hapo tunaweza kurudi kwanza, tusiweze kumuingiza mtu katika sehemu kisha ikawa si sahihi. Naam. Kwa nini alisoma Qur'an? Kwa nini alivuta msahafu akasoma Qur'an huyu mtu? Kwanza kama tulivyosema, matendo yote ni kwa nia. Huyu mtu tumesema ameamka asubuhi, anafanya tu mambo yake, lakini hana nia alotia. Lakini anayofanya sio mabaya. Anayefanya ni nini? Ni mazuri. Na tumeambiwa yule ambaye anatia nia nzuri na akafanya atapata thawabu, na asipofanya anapata nini? Thawabu. Tumeambiwa mtu ambaye anatia nia kwamba leo nataka nikatoe sadaka, kisha asitiki kwenda kutoa, tayari analipwa. Huyo vipi hii tujirudi kwamba huyu mtu tayari ashaswali, kashasoma Qur'an, kashaleta adhkari, asilipwe? Hili tunarudi kwamba innamal a'malu binniyat, mambo yote ni kwa nia. Lakini hili tunaacha Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake. Huenda kwamba huyu mje labda alimsahau, akaweza kumlipa kwa sababu ndani anajua ndani ya moyo wake kwamba alifanya hichi kwa ajili gani. Hakufanya labda kwa riaa au mengineyo, bali alifanya akajisahau kwamba sikutia nia yoyote, mimi nimefanya tu. Kwa hiyo malipo yake ni kwa Allah. Allah mwenyewe ndo anajua jinsi ya kumlipa mtu yule ambaye hakutia nia. Naam. Lakini inavyotakiwa kwamba kila amali mtu anavyofanya atie nia kabla ya kitendo kile. Asante. Na mimi kwa upande wangu na saha zangu kwa wanawake wenzangu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwanza wanawake tujiepushe au tuachane na mambo ya umbea na vibaraza. Wanawake katika kipindi hichi tujiepushe na mambo ya umbea pamoja na kukaa vibarazani. Unakuta mwanamke pengine asubuhi tayari ameshaamka, sina kazi ya kufanya,
au tayari asubuhi amefanya kazi zake, mchana anaona sasa hivi mbona sasa hivi saumu ishanipata, jua kali, shoga hebu njoo, kuna 1 2 3. Ile haifai. Wanawake tunatakiwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mambo ya umbea na vibaraza tuepukane nayo, tujiepushe kabisa. Wewe ukiona unaombea, unataka kusema, una kitu unataka kukisema ambacho kilichokuwa kibaya, basi jitahidi ulimi wako uchunge kuleta adhkari muda ule. Uchunga kwako ulimi kuleta adhkari, pengine Allah anaweza akakusahaulisha lile jambo usiweze ukalifanya. Pia wanawake tusio wepesi wa kupata kitu ukakieneza kwa watu. Kitu kimetokea usiku, pengine umesikia kwa jirani yako kuna kitu usiku kimetokea, wewe ndio mtu wa kwanza unachukua unatumia SMS unamtumia shoga yako, au ndio mtu wa kwanza kurekodi ukakirusha katika mitandao. Hiyo haifai. Tunatakiwa wewe uwe wa mwanzo kusuluhisha kile ambacho kilichotokea, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa. Tunakuwa fursa ya kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ile fursa tuliyoipata tuitumie uzuri. Fursa ile umeipata, wewe jipange, jitengeneze katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huenda Allah akakuongoza ukazidi kuendelea katika miezi inayofuata. Kwa hiyo wanawake, nasaha zangu kwa wanawake wote, tujiepushe mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kukaa vibarazani tukazungumza umbea. Na si mwezi mtukufu tu wa Ramadhani, hata miezi mingine inayofuata tujiepushe na tabia za kusambaza umbea. Sisi wanawake tuwe wa mwanzo kusuluhisha pale kitu ambacho kinapotokea, sio wa mwanzo katika kukisambaza katika mitandao. Sasa natoka kwa kwenda kuranda darajani, nikirudi na kuja kupika tu, muda ule utumie katika kusoma Qur'ani, muda ule utumie katika kuleta adhkari, muda ule utumie katika kusikiliza visa mbalimbali. Kwa hiyo wanawake tujiepushe na hilo, tukae majumbani kwa ajili ya kufanya ibada, na huu sio mwezi wa kuranda. Asante sana Ukhti Fauzia, na kwa kuongezea tu kidogo, wanawake kama alivyozungumza Ukhti Fauzia, tupunguze kwenda. Tunapenda kwenda wanawake, si darajani tu, sehemu zote unazotembea mitaani utakuta wanawake. Mwingine yeye anatoka kwake, anaacha kwake, anakwenda kwa jamaa yake huko, anakwenda kupiga story tu, wakati muda ule ambao anatoka kwake mpaka akafika kwa jamaa yake, anaweza akakaa nyumbani kwake akafanya ibada na ikawa akafanya jambo la maana kuliko ile kutoka kwenda kwa jamaa yake fulani kwa ajili ya kwenda kupiga story. Yani tumeweka kama niada Ramadhani wanawake turande, ili mradi tu hatuna hata kufanya huko njiani, lakini mlema kwetu tusikae, turudi saa 7 kwa ajili ya kupika, na hii sio nzuri. Naam Ukhti, nakuona nataka kuchangia, karibu. Haya, asante sana Ukhti. Nitaongezea kitu katika hapo. Tumesema kwamba Ramadhani ni mwezi wa kuchuma. Kuna kauli ya kaili inayozungumza ya kwamba Ramadhani tuifanye ni kama soko, au Ramadhani ni sawa sawa na soko. Wapo miongoni mwao watakaopata faida kutokana na soko hili na wapo ambao watapata hasara. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwe ni wenye ambao wa kupata faida kutokana na mwezi huu. Vile vile kuna kauli inatuambia ataibu ala dhambi kama la dhamba la. Kwa yule mtu ambaye atakayetubia kutokana na dhambi lake, kosa lake, atakuwa ni sawa sawa kama yule ambaye hajafanya dhambi kabisa. Kwa hiyo pia tujikite zaidi sisi wanawake katika kufanya tauba. Vile vile labda leo tuko katika mwezi 4 Ramadhani, hatujachelewa bado. Huu ni grupu la kwanza la kitu gani hili? La rahma. Hebu tujietini wanawake wa Kizanzibari au wanawake wa Kitanzania kwa muda huu sasa hivi, tufanyeni Ramadhani hii tuna itikafu zetu ndani ya majumba yetu, kwa sababu hatujui alfursat la yatakarrar. Huenda kwamba Ramadhani ijayo tusiwepo duniani au tusiwe na uwezo wa kufunga kabisa, na huenda tusimalize kuanzia leo. Hebu tujikite na tutie na waitu ya kwamba sasa hivi tuko katika ibada ya itikafu. Tunafanya ibada zetu ndani za kukuna nazi, za kukosha vyombo, lakini kuwa ni itikafu. Itikafu ni kitu gani? Huko tayari kwamba ni mtu kukaa akajituliza akamwabudu Allah, isisababishe kwamba shughuli za nyumbani zisimame. Hapana. Asante sana Ukhti kwa kufupisha. Tumezungumza mengi mazuri na tumepata faida nyingi. Kutokana na wakati tunaomba tuishie hapa. Asanteni sana kwa kutuangalia na kwa kuwa nasi pamoja, na inshallah tutakutana katika kipindi kinachofuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarifa TV, elimu na mafunzo ya Kiislamu.